ulipokuwa katika hali ya kukata tamaa kwa sababu ya mazingira uliyoyapitia, alafu mtu fulani akakutia moyo, ulijisikia? Siku zote mtu anapofanya jambo la kukugusa, huwa inatokea kwamba na wewe unakuwa unatamani kumlipa, unatamani na wewe ufanye kitu fulani cha kumgusa. Ni hali ambayo ipo na inatenda kazi hivyo, kwamba kila wakati mtu anapoguswa na jambo ambalo mtu amemfanyia, na yeye anatamani kugusa maisha yake, kugusa moyo wa Mungu, kugusa moyo wa Mungu. Mungu anatamani kuona sisi tunafanya vitu vya kugusa moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda, Mungu anatamani, Mungu anahitaji kuona sisi wanadamu tunaotumika hapa duniani, sisi wanadamu tunaoishi hapa duniani, tufanye vitu vya kugusa moyo wake. Anataka hiyo Mungu. Na utakapoamua kugusa moyo wa Mungu katika maisha yako ya kila siku, ndiyo siku ambayo maisha yako yataanza kubadilika. Leo kuna hali fulani ya maisha unayo, kuna hali fulani unayo katika maisha yako. Inawezekana wakati mwingine ukitulia inakuridhisha, unaona hauhitaji kitu fulani kuongezeka kwenye maisha yako. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo kwamba kuna viwango unahitaji kwenda, kuna hatua unahitaji kufika, lakini haitatokea tu, ni mpaka pale ambapo utafanya jambo fulani linalogusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mpaka pale ambapo utafanya kitu fulani ambacho kitamgusa Mungu na Mungu ataamua kushughulika na maisha yako. Ndio hali hiyo ulionayo sasa hivi itabadilika, utakuta kwamba inaanza hali nyingine iliyo bora zaidi ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaona katika maandiko kugusa moyo wa Mungu. Unapofuatilia katika Biblia utaona watu ambao waliugusa moyo wa Mungu, walifanya vitu fulani vilivyogusa moyo wa Mungu, na baada ya hapo kuna kitu cha kitofauti ambacho kilitokea katika maisha yao. Ukisoma vizuri Biblia, na naamini kila mmoja hapa ana Biblia, ukisoma katika Biblia na kufuatilia utaona kuna watu fulani katika maandiko ambao walifanya vitu fulani, walisimama katika nafasi fulani, walitembea katika namna fulani, na ile namna waliotembea na vile walivyoishi ikamgusa Mungu. Na kwa sababu ya ule mguso wa kitofauti, Mungu akabadilisha vitu kwenye maisha yao, Mungu akashughulika na maisha yao. Tutaanza kwa kumwangalia mtu mmoja anaitwa Kornelio katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari wa 1 hadi wa 6. Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 6, tuanzie pale. Tumwangalie mtu mmoja Kornelio aliyeugusa moyo wa Mungu. Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari wa 1 hadi wa 6. Hizi ni habari za mtu mmoja anaitwa Kornelio aliyekuwa akida wa kikosi kilichokuwa kikiitwa Kiitalia. Nataka nisome kwanza mstari wa 1. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele zangu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni,
mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakwambia ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kabla sijaendelea kuzungumzia habari za kuugusa moyo wa Mungu, nataka nizungumze kidogo habari za huyu mtu anaitwa Kornelio. Maandiko yanazungumza kwamba huyu mtu alikuwa ni akida, alikuwa ni kiongozi. Huyu mtu Biblia inasema alikuwa ni mchaji wa Mungu, manake alikuwa ni mcha Mungu, yeye pamoja na nyumba yake. Hii ni kawaida kwamba watu wengi wacha Mungu katika nyumba zao huwa wana tabia ya kutengeneza misingi ambayo wanapenda wale watu wanaoishi katika nyumba hizo waifuate hiyo misingi. Ni watu wachache tu ambao hawajali sana kwa habari ya familia zao, lakini watu wengi wenye hekima ambao Mungu amewapa utashi na wanautumia vizuri, wanatamani na wanapenda kuona familia zao zikiishi katika namna ya kumpendeza Mungu. Ni kweli wengine hawajamfahamu Yesu kama mwokozi wao, hawajampokea Kristo kama mwokozi wao, kama ilivyokuwa kwa huyo mtu anaitwa Kornelio, lakini wameweka misingi na wanawahimiza watu wao kuomba na kuabudu kwa ile imani walionayo. Wanahimiza watu, wanahimiza watoto wao, wanahimiza kila mmoja anayeingia katika familia zao kwamba kila mmoja awe na utaratibu wa kuabudu. Hii ni kawaida, ndivyo alivyokuwa Kornelio, lakini pia hata leo hii tunao watu wanaoishi katika misingi ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Kornelio alikuwa amewafundisha watu wa nyumbani mwake kwamba inabidi muwe watu wa kumcha Mungu. Sio kila mcha Mungu anakwenda mbinguni. Hilo naomba ulifahamu vizuri, kwamba sio kila mcha Mungu anaenda mbinguni. Kuna wacha Mungu wengine ambao hawako safarini kwenda mbinguni. Maana ukisoma katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura yake ya 14 na ule mstari wa 6, Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, kwamba mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wanaoelekea mbinguni ni wale wanaomwamini Yesu kama mwokozi wao. Haleluya! Ila sio wacha Mungu. Kuna wacha Mungu ambao wapo kama Kornelio, wanamhitaji Yesu katika maisha yao. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa Kornelio alikuwa ni mcha Mungu, yeye na familia yake. Amewekeza sana kwenye misingi ya kuwafanya watu wa nyumbani mwake wawe wacha Mungu. Lakini alienda zaidi ya hapo, akawa anafanya vitu viwili vilivyougusa moyo wa Mungu. Jambo la kwanza alilolifanya, alikuwa anatoa sadaka. Ukitaka kuugusa moyo wa Mungu sana, uwe mtu wa kutoa, kuwa mtoaji. Toa kwa ajili ya Bwana, toa kwa ajili ya watu wa Mungu. Utamgusa Mungu, na ndio maana Mungu amesema tumjaribu kwa njia hiyo. Sasa Kornelio alifanya jambo hili vizuri, akawa anatoa. Lakini jambo la pili alilolifanya na likaugusa moyo wa Mungu katika hali ile ile aliyokuwa nayo, alikuwa mtu wa sala, alikuwa mtu wa kusali. Sasa mambo hayo mawili aliyokuwa anayafanya, Biblia inasema yalifika mbinguni na kuwa ukumbusho. Haleluya! Huyu alikuwa ni mtu mwenye cheo. Kornelio alikuwa ni mtu mwenye cheo, lakini alihakikisha kwamba anamgusa Mungu katika maisha yake. Watu wengi wenye vyeo katika dunia hii yetu, watu wengi ambao wana nafasi katika dunia tunayoishi leo, hawajali kabisa kwa habari ya kumpendeza Mungu. Hawajali kabisa kwa habari ya kujitoa kwa ajili ya Mungu. Hawajali sana mambo ya kumpendeza Mungu. Hawajali sana. Hawajitoi sana kwa ajili ya watu. Wanaangalia sana wakati mwingine yale maslahi yao. Sasa Kornelio alikuwa ni mtu mwenye cheo na akaamua kutumia nafasi yake aliyokuwa nayo kuugusa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Sasa Kornelio alipougusa moyo wa Mungu, ndipo wokovu ulipoingia nyumbani mwake. Haleluya! Kwamba alipougusa moyo wa Mungu, Mungu akipotazama akasema huyu mtu sio mtu wa kawaida. Akasema hata kama yeye hajui, hata kama hajasikia habari za Injili, kutembea katika dini
ambayo haiwezi kumpeleka mbinguni. Huyu mtu kwa sababu ameugusa moyo wangu, lazima wokovu ingie nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapogusa moyo wa Mungu, unapofanya jambo la kugusa moyo wa Mungu, maisha yako hayataendelea kuwa vile yalikuwa. Lazima kuna kitu kitabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Inawezekana unahitaji connection fulani, unahitaji connection fulani. Wakati mwingine usihangaike utafuta connection, tafuta Mungu, tafuta kugusa moyo wa Mungu, tafuta kumgusa Mungu. Haleluya, gusa Mungu, mtafute Mungu. Mungu yeye atakutana na hitaji ulilonalo, atakupa connection unayoitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta Mungu, fanya vitu vya kumgusa Mungu, fanya vitu vya kumgusa Mungu. Siku hizi watu wengi hawataki kujibidiisha katika kumgusa Mungu na kumtafuta Mungu. Sasa wanataka wafanye vitu ambavyo wanaamini kwa hivyo Mungu ataonekana kwenye maisha yao. Mtu anaweka bidii katika vitu vya hapa duniani ili ampate Mungu. Weka bidii katika vitu vya kimungu ili umpate Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Kornelio alikuwa anafanya vitu vya kimungu, anatoa to give in the place of God, and that is the spirit of God. Kutoa ni kanuni ya Mungu na hiyo ni roho ya Mungu. Mtu ambaye ana tabia ya utoaji, hata kama huyo mtu bado hajaokoka, huyo mtu ndani yake kuna kitu cha kimungu kiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Kornelio. Kornelio alikuwa na kitu cha kimungu ndani yake, ingawa bado alikuwa hajakutana na Yesu aokoe maisha yake. Nifuatilie vizuri mtu wa Mungu. Habari za Kornelio ni habari za muhimu sana kusikiwa na mtu kuzielewa vizuri ili asije akachanganya katika maisha yake. Sasa Kornelio alipogusa moyo wa Mungu, ndipo mambo yalipobadilika kwenye familia yake. Mambo ya kimahusiano, ule uhusiano wake na Mungu ndipo ulipobadilika alipougusa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa nataka niseme kwamba Mungu aliamua kumtuma mtu mmoja anaitwa Simoni Petro aende katika nyumba ya Kornelio ili amfundishe na kumsaidia akutane na neema ya wokovu. Akamwambia sasa watume watu waende Yafa kule wakamwite mtu mmoja anaitwa Simoni Petro aje hapa nyumbani mwako, yeye atakwambia mambo ya kupasayo ili kwamba maisha yako yabadilike, usiendelee kuwa mtu wa kawaida, maana umeugusa moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka Mungu ashughulike na maisha yako, gusa moyo wake, gusa moyo wa Mungu, mguse Mungu kwa maisha yako, mguse Mungu kwa matendo yako, mguse Mungu, utashangaa kuna vitu vitabadilika kwenye maisha yako. Kuna watu ulikuwa hauna kwenye maisha yako watakuja kwenye maisha yako, umegusa moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka Mungu akubariki, kuwa busy na vitu vyake, kuwa busy na mambo ya Mungu. Sasa akasema watume watu. Ameona maono leo, kama leo saa hii ilikuwa saa 9 ndiye anaona maono, na yale maono anayaona waziwazi. Malaika alikuja anazungumza naye, anasema naye kwamba tuma watu waende Yafa wamwite mtu mmoja anaitwa Simoni Petro aje hapa akuelekeze mambo unaopaswa kufanya. Huyu alikuwa ni mcha Mungu. Mungu anataka abadilishe.